Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu unayotazama wakati huu. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha siku ya leo katika chaneli yetu. Lakini jambo ninalotaka kuambia ni kwamba siku ya leo tutazungumza habari ya utume wa Yesu kwetu sisi waamini wake au Wakristo kwa ujumla, na moja kati ya kitu cha msingi ambacho Yesu alikitoa kama agizo, na tunaita agizo kuu, na kwenda kuhubiri kwa watu wote. Na katika andiko la msingi sana tunaenda kuliona ni katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka ule wa 20. Lakini nipende kuanza ule mstari wa 16 tusome mpaka ule mstari wa 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Baba Mungu, na ubariki maneno haya ili tunapoenda kuyatafakari tuweze kuona utukufu wako na ukaweze kuwa pamoja nasi. Amina. Kuna mambo mbalimbali hapo tunayotazama katika andiko hili. Kuna vitu vikuu vitatu tunavyoviona hapo. Kitu cha kwanza tunakipata katika mstari ule wa 17 ambao unasema, nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Kwa baadhi ya wanafunzi wa Yesu walikuwa na mashaka ndani ya mioyo yao. Lakini kitu kingine tunachokiona hapo katika mstari wa 18, tunaona Yesu anawaambia kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo Yesu amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Lakini kitu cha tatu tunachokiona katika mstari wa 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Maana yake Yesu yale mamlaka aliyopewa mbinguni na duniani anayowapa wanafunzi wake, na anawaambia wakaende kufanya watu kuwa wanafunzi wake. Maana yake kwamba kumbe yale mamlaka ya Yesu aliyokuwa nayo aliwaachia wanafunzi wake kwa ajili ya kuweza kuendeleza ufalme wa Mungu. Lakini kitu kingine tunachokiona cha msingi ni kwa habari ya Roho Mtakatifu. Katika mstari wa 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maana yake kumbe kupitia Roho Mtakatifu watu wanafanywa kuwa wanafunzi wa Yesu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Maana yake tunaona kwamba kumbe Yesu yuko na wanafunzi wake mpaka mwisho wa dahari. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba wanafunzi wa Yesu waliokuwa wakiongea nao wakati huo sasa hivi hawapo. Kina Mathayo hawapo, kina Yohana hawapo, tupo sisi hapa. Maana yake ni kwamba yale mamlaka bado yanaendelea kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu bado yupo na anafanya kazi pamoja nasi siku hizi za leo. Kwa hiyo kitu ninachotaka kuambia ni kwamba Yesu yupo kupitia Roho Mtakatifu, na kazi ya kuwafanya wanafunzi wa Yesu tunaifanya sisi tulioamini. Wewe uliyeamini una nafasi kubwa sana ya kumfanya mwingine kama mwanafunzi wa Yesu, kutimiza agizo kuu lililoachwa na nani? Na Yesu. Na Yesu mwenyewe amesema kwamba nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Maana yake ni kwamba Yesu atakuwepo pamoja nasi kupitia Roho Mtakatifu mpaka pale atakaporudi. Ukamilifu wa dahari ni kwamba Yesu mpaka atakaporudi. Kwa kazi ya Yesu itaendelea kufanyika. Kazi ya watu kuokolewa itaendelea kufanyika. Na ndio maana kila siku watu wanabatizwa, kila siku watu wanaokoka. Kwa hiyo mpendo, usiache kufanya kazi ya Yesu kama agizo kuu. Usiache kufanya. Wewe unayeamini
Chukua andiko hili, litendee kazi na Mungu atakubariki sana. Amina. Amen.